Bwana Yesu asifiwe. Habari za nyumbani? Basi tunakwenda kuanza sasa somo letu. Tutaanza na turufu ya kwanza, Ufunuo 22:18 mpaka 19. Nitakuruhusu msomaji usubiri kidogo. Mungu ni mwema kila wakati. Leo tumemlenga nabii Elia, kazi yake. Nabii huyu ana utata katika habari za kumwamini kwamba yuko mbinguni, alivyopalizwa hakurudi. Lakini kuna majawabu hapa. Mwenyewe Yesu ambaye tunamwitikadi ndio Mungu alikuja kumbainisha kwamba Elia alikwisha kuja hapa duniani kwa roho ya Yohana Mbatizaji. Sasa hawa wawili hawa atakuja kuwa ni mmoja hapo baadaye, kwa sababu mwili ulikuwa ni miwili lakini roho ilikuwa ni moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaitikadi ulimwengu wa roho ni moja katika bodi moja, lakini Mungu anaweza akafanya kazi katika bodi mbalimbali kwa roho moja. Tunayaona hayo pia. Kwa hiyo naomba tufuatane kumtazama huyu baba kwamba alikuwa ni wanamna gani katika kazi yake hapa duniani. Pili, tutakuwa na nabii mwingine wa kabila la Yuda. Huyu nabii alipewa agizo kwenda kufanya kazi yake na akaenda kufanya kazi yake, lakini alienda mahali ambapo kulikuwa na mtego wa kumwangusha. Akaweza kunasua, lakini alikuja kuangushwa tena. Ilitumika njia gani? Masomo yetu yatabainisha haya yote uweze kusikia. Tunalenga ndani ya gari yako, ukikaa unaweka flash yako kama hii, unasikiliza neno kama vile unavyosikiliza nyimbo gospel. Tunalenga uko juu ya ndege, umeweka flash yako, umeweka mic zako, unasikiliza neno la Mungu. Kwa hiyo ndio maana tunaingia ndani katika habari za wewe kuijua imani yako. Karibu sana tuweze kusikia. Msomaji, karibu tusikie. Ufunuo 22. Ufunuo 22 mstari wa 18 ndio 19 inasema, namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yoyote akiyaongeza, Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa kuna ainisho ambalo tumesema tutafundisha dini. Kuna ainisho ambalo linakuweka tayari kwenye line. Usije ukasema hujasikia. Haya ndiyo maneno ya Mwenyezi Mungu. Kama utakwenda sawa sawa, hutaondoa neno lolote katika kitabu hiki. Kama utakwenda hovyo kwa njia zako na faida zako za dunia hii, utaondoa neno. Sasa anasema utaondolewa na wewe thawabu ya mji ule mtakatifu, tena utapata mapigo ya kitabu hiki, ya unabii wa kitabu hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hili ni angalizo la anguko katika habari za sheria za Mwenyezi Mungu. Uwe makini unaposema mimi ni Mkristo. Kuna yanao kuongoza, kuna unaotakiwa kuyashika, kuna unaotakiwa kuyafikiria, kuna unaotakiwa kuyaacha. Ndio maana tukatangulia na Ufunuo 22:18-19. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunakwenda moja kwa moja katika habari ya wasifu wa nabii Elia, halafu na ya nabii yule wa kabila la Yuda, halafu moja kwa moja tutatiririka kwenye habari zinazopasa kusikiwa leo. Hii ni mamlaka ya Mwenyezi Mungu, ndiyo tunayoipendekeza hapa ipate kusikiwa kwenye masikio yenu, na mkatoke mkiwa mmehifadhi matakatifu ya Mungu. Kwa habari za kiutendaji juu ya kazi za Bwana, itambulike ya kuwa sheria za Bwana ndiyo mwongozo. Hakuna kitu kingine. Ni sheria za Bwana ndiyo zinazokuongoza wewe. Kwenda wapi? Kwenda kwake. Kuishi wapi? Kuishi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Juu ya neno la Bwana. Yeye ni miongoni mwa manabii waliopata heshima kubwa. Ninasisitiza kusema hili kwamba nabii Elia alikuwa ni miongoni mwa manabii mababa, watu ambao wameshika imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapomtazama Elia alijenga kanisa la Bwana kwa imani yake. Nabii Elia alikuwa ni sura ya Mwenyezi Mungu. Anapokaa mahali unajua Mungu yuko hapo. Elia alikuwa ni kiongozi. Elia ni mfano wa kuigwa. Na nataka niseme kwamba hata Petro, ule usiriasi wake, alikuwa akimtazama Elia, maisha yake ya kiroho, alikuwa akimwishi vipi Mwenyezi Mungu. Ile ni kopi kabisa ya nabii Elia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu baba ni miongoni mwa manabii baba, yani nikiamanisha kwamba jina la Mwenyezi Mungu lilipokuwa likitajwa, na yeye alipata bahati hiyo. Nikiamanisha kwamba Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Musa, hatimaye yeye Elia naye akapata utukufu huo, Mungu wa Elia. Mungu ni mwema. Naamini hata kwako kama utasimama sawa sawa, na wewe utaitwa Mungu wa fulani. Nataka awe Mungu wangu. Nataka kuishi kama fulani anavyomuishi Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Elia aliyafika hayo, akawa ni mfumo wa kiroho, ni mfumo wa kimungu, ni mfumo wa kiitikadi ya Kikristo, ni mfumo wa taifa la Mungu. Elia alisimama hapo, alishinda hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mbele huko alianguka kwa sababu aliyoagizwa akaweza kuyafanya ya kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia kuna kitabu ambacho kimeachwa, yani hatukitumii, lakini maneno yake ni maneno mazuri sana. Kitabu cha Baruku sura ya 4 ile mstari wa 1. Kina maneno mazuri sana ambayo yanasisitiza hotuba hii ambayo naitoa kwenu, kwamba kitabu hiki kina sheria za Mwenyezi Mungu. Ukizishika utaishi na ukiziacha utakufa. Lakini kitabu hiki hakikuweza kupewa nafasi kutokana na Waebrania walikiacha. Kilikuwa ni kitabu ambacho hakiko kwenye historia ambayo wainjilisti walikuwa wakishikilia. Kwa hiyo Waebrania wakaacha na Waprotestanti nao wakakiacha. Lakini kinasisitiza Torati hapa, habari ya kumwamini Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuweze kuangalia habari za nabii, baadhi ya manabii ambao walikuwa hapa duniani wakifanya kazi hapa duniani. Tutamuona nabii Elia, lakini akitanguliwa na nabii mmoja ambaye yeye mambo yake hayakwenda sawa, hakufanya vizuri. Msomaji, Wafalme wa kwanza 13:1 mpaka 6. Hebu tutayarishia hapo. Karibu. Somo katika Wafalme wa kwanza 13:1 mpaka 6. Na tazama, akatoka mtu wa Mungu katikati ya Yuda kwa neno la Bwana. Sawa. Akafika Betheli. Naye Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu afukize uvumba. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana akasema, madhabahu, Bwana asema hivi, angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia. Na juu atawachinja makuhani wa mahala pa juu, wanaofukiza uvumba juu yao, na mifupa ya watu juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa
juu yako. Simama kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwema. Sasa hapa tunaainishiwa kwamba atatokea nabii katika Daudi, Yosia. Huyo atazaliwa kwa sababu ya zile tabia mbaya ambazo mfalme Yeroboamu anakiuka taratibu za kumcha Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake katika imani ziko jeuri. Kama wewe una Mungu na mimi nina nani? Nina Mungu. Ndiyo kipindi cha Elia hicho. Sasa mfalme akawa jeuri, katengeneza madhabahu, anapiga chetezo. Anapiga chetezo. Sasa anaangaliwa, nani kamtuma yule? Ndiyo akatuma muonaji pale. Bwana Yesu asifiwe. Nenda nabii ukamwambie hilo analolifanya litatunga mimba, atazaliwa mtu tofauti ambaye atakuwa ni muuaji. Na ishara itaonekana kwamba neno hili halitaanguka. Madhabahu itatoa moshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea. Akatoa ishara siku ile ile. Aha. Akasema, ndiyo, hii ndiyo ishara aliyoinena Bwana. Ndiyo. Tazama, madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Sawa. Ikawa mfalme wa Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu, huku Beseli alinyoosha mkono wake pale madhabahuni, akasema, mkamateni. Basi ule mkono wake alionyoosha ukakauka, wala kuweza kurudisha kwake tena. Simama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwema kila wakati. Tunaangalia utii na ukosefu katika utii. Yeroboamu alikuwa sio mtii, bali alikuwa anadharau kazi za Bwana. Na ule msaada ulikwenda pale hakuutambua kwa sababu alikuwa na kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati anaambiwa yatakayotukia, yakatukia, akadharau. Akaagiza, kamata yule, lete hapa. Manake ukisikia Yesu alilia pale Yerusalemu, aliwalilia manabii, hao ndio wafalme waliokuwa makatili, wauaji, watu wanaotaka kusimama kwa nafasi zao. Kwa hiyo akaambiwa, nyosha mkono, kamata, lete hapa. Sasa ule mkono ulivyoenda haukurudi mahali pake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mkono ukakauka. Sasa ulipokauka, akatambua, mimi dakika moja nilikuwa katika hali nzuri, niletewe yule nabii nimkomeshe hapa. Sasa naona tofauti, mkono wangu umekuwa kama mti. Huyu atakuwa Mungu wake ana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alipoyaona hayo, akalegea, moyo wake ukarudi, akaabudu kwa kumwambia yule baba, nabii wa Bwana, msihi Bwana Mungu wako ili aweze kuniachia. Tutaona kuanzia mstari wa 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkono umenyauka. Sasa alingoja apigwe halafu aamini. Hii ndio hasara ambayo somo hili linakuja kwako. Akangojea apate hasara ndio amtafute Mungu wa kweli. Na Mungu alivyo, akikuona wewe ni jeuri, unauelewa, anachelewa kuja kwako. Anachelewa kukuamulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anachelewa. Na wengi wanakata tamaa wakitafuta kwenda kwingine kumtafuta Mungu ambaye atawasaidia. Hapa pana tatizo hapa, lazima uelewe. Ukifahamu neno la Mungu, simama na neno la Mungu. Unapoliharifu neno la Mungu ndani ya ufahamu wako, Mungu anasimama pembeni. Utamtafuta kwa kibatari. Mungu ni mwema. Utamtafuta kwa spotlight, hutamuona. Sasa huyu baba yakamtokea yale, kwa sababu ya dharau zake akapigwa, akapatwa. Akasemaje mstari wa 5? Madhabahu ikapasuka. Aha. Majivu ya madhabahuni yakamwagika sawa. Na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Sawa. Mfalme akajibu. Akamwambia yule mtu wa Mungu, umsii sasa Bwana Mungu wako ukaniombee. Wako wengi hapa. Ili nirudishiwe mkono wangu tena. Sawa. Yule mtu wa Mungu akamuomba Bwana, mkono wa mfalme ukarudishwa tena. Sawa. Ukawa kama ulivyokuwa kwanza. Mfalme akamwambia mtu wa Mungu, karibu nyumbani kwangu ujiburudishe, nami nitakupa thawabu.
Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Thawabu, yani atapewa kizuri anachokitaka. Ndio thawabu. Hata ukipata thawabu ina maana utawekwa mahali pema. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mantiki ya mfalme Yeroboamu kusema maneno hayo. Lakini wakati anamwambia maneno hayo, nabii alionywa na Mungu kwamba utakapoyamaliza haya kumwambia mfalme, tafadhali usinywe wala usile chakula chake, toka hapo wala usirudi tena katika njia hiyo. Haya ndiyo maagizo ya dini. Amen. Ukisikia dini ndio hiyo, kumsikia Mwenyezi Mungu. Hata kama kuna faida fulani pale, akikwambia usifanye, acha. Akikwambia nenda kafanye, kafanye. Hiyo ndio dini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nabii yule akayafanya hayo, akamkatalia kwamba siwezi kula kwako wala kunywa kwako. Akatoka pale, akaondoka akiwa amekamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko safi kabisa, ameshinda pale. Akaondoka zake. Huyo anakwenda, anakumbuka ameambiwa asile pale wala asinywe pale, wala mji ule asigeuke tena akatazama pale. Sasa hana hatua. Roho ya tamaa, roho ya kupofusha ikamuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapofundishwa neno la Mungu lazima utoke na kitu. Sisi watumishi, kazi yetu sisi ni kufundisha. Na nikitoka hapa niliyoyasema, ukiniuliza nitakuwa nakwambia kwamba ni kweli liko hapa, liko hapa, lakini nimesema mangapi kwa ajili yako siwezi nikakumbuka yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ndani yangu anayesema ni Roho wa Bwana kwa ajili yako wewe upate msaada. Amen. Mbinguni unashikwa mkono, uendi kwa uweza wako. Ndio maana tunasoma maandiko haya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alipotoka hapo, nabii wa Bwana hakuwa na hatua nyingi, akatelezeshwa, akateleza. Tunasoma wapi? Tunasoma Wafalme wa kwanza tena 13:11 mpaka 18. Basi nabii mmoja mzee alikuwa akikaa katika Betheli. Ndio. Na mwanawe mmojawapo akamwendea akamwambia, sawa, kila neno alilotenda yule mtu wa Mungu siku ile katika Betheli, na maneno aliyomwambia mfalme, hayo walimwambia baba yao. Simama hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wako manabii ambao ni waajabu. Kazuka yule kaingiliwa na pepo, lakini roho iliyokuwa inazungumza pale ilikuwa inataka kusikia wakati nabii yule wa kabila la Yuda aliyotumwa na Mungu amesema maneno gani kule katika Betheli, amefanya nini pale. Wale watoto wake wakamueleza. Bwana Yesu asifiwe. Akarekodi. Yule bwana akawa nabii wa muda ule kwa ajili ya kumwangusha nabii wa kweli. Mungu ni mwema. Endelea mstari wa 12. Baba yao akawaambia, amekwenda zake kwa njia ipi? Amekwenda kwa njia ipi? Anataka kumwangusha. Twende. Kwa maana wanawe walikuwa wameiona njia ile aliyoiendea yule mtu wa Mungu. Sawa. Aliyetoka katikati ya Yuda. Sawa. Akawaambia wanawe, nitandikieni punda. Wakamtandikia punda, naye akampanda. Akamfuata mtu wa Mungu, akamkuta ameketi chini ya mwaloni. Sawa. Akamwambia, je, wewe ndiyo yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda? Akamwambia, mimi ndiye. Simama hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia, katoka kule ana njaa. Katoka kule akafika katika mwaloni, akakaa pale mahali ambapo unaweza ukapunga hewa. Akapumzika pale. Ameshika sheria ya Bwana. Ana mawazo mengine ambayo anawaza kutoka pale akafanywe nini. Shetani akamwendea pale. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa kafatwa pale. Anatakiwa afanyaje? Arudi, na alionywa asirudi katika mji ule wala katika njia ile. Unapofundishwa shika maagizo. Unaposali
kuwa makini kusimamia sala zako. Mungu ni mwema. Wakati Lazima uwe makini, uwe na msimamo. Elia alikuwa na msimamo, ndio maana leo tutamsoma hapa tumsikie. Lakini mahali alipokuwa naye kaangushwa tutapaona. Bwana Yesu asifiwe. amina. Aha, endelea mtoto. Akamwambia, Aha. karibu kwangu nyumbani ule chakula. Aha. Naye akamwambia, siwezi kurudi pamoja nawe, wala kuingia pamoja nawe, wala sili chakula, wala sinywi maji pamoja nawe hapa. Simama. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaonyesha msimamo. Anakumbuka jinsi gani Mungu alivyomtuma. Anafanya sawa sawa. Sasa huyu tunamsoma leo hakuwa makini nabii huyu. Japokuwa alikuwa ni nabii wa Bwana. Amen. Hakuwa makini. Yaani alikuwa ni mwepesi kutolewa kwenye mwongozo na ukamweka unapotaka. Penginepo hapa ninachosoma ni njaa tu, ni kiu tu ambayo Paulo alilalamikia hiyo. Itakusaidia nini hata ukipewa ulimwengu mzima kuwa wa kwako ukaipoteza roho yako? Haya ndio aliyokuwa anayaona mtume Paulo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maneno, huyu baba ni wa thamani mbele za Bwana, maana alikuwa ni masia wa Bwana. Akaudharau utu wake kwa sababu ya chakula na maji. Endelea. Kwani nimeambiwa kwa neno la Bwana, Sawa. usile chakula wala usinywe maji huko, wala usirudi kwa njia ile ulioijia. Aha. Akamwambia, mimi nami ni nabii kama wewe, na malaika akaniambia kwa neno la Bwana Aha. kusema, mrudishe pamoja nawe nyumbani kwako, ale chakula, akanywa maji, lakini alisema uongo. Lakini alisema uongo. Simama mstari wa 17. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwema. Sasa angalia, watoto wa yule nabii ndio waliokwenda kusikiliza habari za madhabahuni pale kwa Yeroboamu mfalme. Akaja wakamtepisha baba yake. Baba yake akatepu yale maneno, tayari kawa nabii. Halafu akaondoka, akawaambia watoto, chukueni punda mumfuate yule nabii alikokwenda. Kisha mkamwambie aje hapa, arudi hapa. Jambo ambalo alikatazwa. Sheria za Mungu ni motomoto jamani. Mungu ni wa kweli kwa sababu anasimamia kweli. Amen. Unapokuwa katika kweli, unaposimama na Mungu yako utayaona. Utakwenda kwenye njia zitishazo bila wasiwasi, bila mawaa. Mungu ni mwema. Utaanzisha biashara, itasimama, itakwenda sawa. Madumadu hawezi kusogelea katika mfuko wako au kikoba chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maradhi yanayozuka, ukiwa na hofu utakamata maradhi, hutakuwa sawa. Usiogope. Ita jina la Mungu kama alivyosema, kwa jina langu yote mtakayoomba mimi nitafanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lakini roho za wasiwasi, roho za tamaa ndizo zinazotuangusha. Kuto kusikia. Yaani hapa nahubiri, sikio lako jingine liko nje, utatoka zero hapa. Matokeo yako utakwenda kuangushwa na utasema mimi nasali sana, natoa sana sadaka, natoa zaka, na kwenda katika mifumo ya kidini katika muda wangu wote. Utajisifu wewe, lakini hutakuwa na sifa mbele za Bwana. Tazama hapa, muongo anamwangusha nabii. Hakupima roho ile, hakusali, hakumuuliza Mungu, nani huyu anaosema kinyume chako? Kwa nini ulisema na mimi halafu ukasema na yeye? Maana nabii anakuaga mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinywa hiki ni cha kwako. Hakuweza kususpect hicho. Hakuweza kusimama katika mfumo huu. Akajirahisi katika utu wake, katika kazi yake ya unabii, akaanguka. Sasa sikiza kitakachompata. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aha. Twende Mstari wa 19. mstari wa 19. Basi mtu yule akarudi pamoja naye, Aha. akala chakula, akanywa maji nyumbani mwake. Sawa. Hata ikawa walipokuwa wameketi mezani, Ndio. neno la Bwana likamjia nabii yule aliyemrudisha. Ndio. Akamlilia yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda. Aha. Akinena, Bwana asema hivi, kwa sababu umeasi kauli ya Bwana, wala ukuishika amri ile aliyokuamuru Bwana Mungu wako, Aha. bali umerudi ukala chakula, ukanywa maji hapo alipokuambia, usile chakula wala usinywe maji, maiti yako haitaliingia kaburi la baba zako. Simama hapo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mungu ni mwema. Sasa kinywa cha nabii muongo, mamlaka ya Bwana ikasimama pale. Kwa kuwa hukusikia sauti ya Bwana Mungu wako, usirudi na njia ile, wala usile na kunywa, na ukarudi na njia ile, ukenda ukala unakunywa, tazama, akahukumiwa kufa, kuuawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akahukumiwa kuuawa na Mungu. Tazama, kaburi lako haitakuwa pamoja na baba zako. Ina maana anafia wapi? Ugenini. Na sisi tuna taratibu, ukifa hapa lazima upelekwe wapi? Nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mifumo ya kusafirisha maiti hiyo hapo. Wengine nasema nikifa zika hapa hapa. Lakini kuna mfumo wa kusema kwa nini unasafirisha? Mambo ndio haya. Amen. Mungu akasema hutalala na baba zako. Kaburi lako halitalala na baba zako. Kwa sababu utakufa ugenini na utazikwa huko huko. Sasa hizi nafananisha na zile amri 10 za Bwana. Ndani ya amri 10 za Bwana, nyambulisho zake zimetoka katika mambo haya. Usiue, wewe unaua. Umemchukua mume wako kuwa mume wako mpaka kifo kiwatenganishe, wewe unakwenda kugeuka, simtaki mwanaume huyu, kila siku matembele. Mke, umetoka ukaona nje huko wigi safi limefumwa vizuri, limekaa kwa mwenzio, wewe linakushinda, maana hata hela ya kula ndani ni shida, unasema simtaki mwanaume yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu haniwezi kunitunza, unataka talaka yako uondoke, una divorce. Vitu kama hivi, sheria za Mungu zinakaa kwetu, sio kwa mnyama. Lazima usimamie sheria za Mwenyezi Mungu wewe ndio kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unamkosesha sheria zake Bwana kuziona katika mwongozo, halafu unataka Bwana akubariki. Haitawezekana. Utafanywa kama nabii wa kabila la Yuda aliyoambiwa amri za Bwana kisha akaziasi, halafu anataka kuitwa nabii wa Bwana. Matokeo yake yalifia njiani. Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza ukasababisha ukaua biashara yako nje ya utaratibu wa Bwana. Unaweza ukafanikiwa ndani ya mambo yako ndani ya utukufu wa Bwana. Unaweza ukakosa watoto kwa muda, ukachelewesha kupata watoto. Isikufanye Mungu asiwe Mungu kwako. Lazima utuliwe na yeye. Endelea kuomba, endelea kumuuliza. Mungu anazungumza Bwana. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu anasikiwa kwenye masikio. Unajua baraka za Musa kumuona Mwenyezi Mungu akipita katika mwamba, Elia naye amezipata hizo. Naye alimuona Bwana akipita mbele yake, na akasema naye kama vile Musa, mtu yule aliyokuwa na msimamo katika kumcha Mwenyezi Mungu. Sasa kibiongo kilivyoinuka ndipo alipokuwa ameangukia pua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii Elia tukamuona katika hali nyingine kabisa. Wengi walikuwa hawajui kama ameitwa mbinguni. Wengi wanasema amepalizwa. Hapana, maana alirudi na akafanya kazi, akatoa siri za mbinguni. Yeye ni sauti iliyoonyekana. Kajua wapi mambo haya kama hakufundishwa tena aje afanye kazi huko? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunakwenda kumuona nabii wa kabila la Yuda akiwa amevuruga utaratibu unaomfanya aweze kuwa nabii au aweze kuishi tena. Endelea. Mstari wa 23. 23 Basi ikawa alipokwisha kula chakula na kunywa maji, yule nabii aliyemrudisha akamtandikia punda. Na alipokuwa amekwenda zake, simba alimkuta njiani, akamuua. Simama hapo. Mungu ni mwema kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitenda dhambi utakufa. Ukitenda dhambi utafanyaje? Utakufa. Sio kulala kwenye kaburi, roho yako haitamuona Mwenyezi Mungu. Na kama ndugu zako au wazazi wako walikuwa ni wacha Mungu, mahali watakapokuwepo wewe huwezi kwenda pale. Hicho ndio kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu baba akafia njiani. Simba akafanyaje? Akamuua. Hebu endelea. Na
akamuua. Maiti yake ikatupwa njiani, na yule punda akasimama karibu naye, na yule simba naye akasimama karibu na maiti. Na tazama, watu wakapita wakauona mzoga umetupwa njiani, na yule simba akisimama karibu na mzoga, wakaenda wakatoa habari katika mji ule aliyomukaa yule nabii mzee. Na yule nabii aliyemrudisha njiani alipopata habari akasema, ndiye yule mtu wa Mungu aliyeasi kauli ya Bwana. Simama hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuliambiwa adui wa mtu ni nini? Mtu. Ni mtu unaomwamini na kumpa siri zako, unaokula naye na ukaona kwamba anastahili kwenda kulewa naye au kunywa naye. Huyo ndio adui yako anaokuinulia kisigino. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliambiwa na yule mtu yeye ni nabii pia kama yeye alivyo nabii wa Yuda. Kumbe ni muongo. Kumbe mpotoshaji. Sasa mimi naingia kwenye utapeli hapa. Amen. Tapeli anapokuja anakuja katika mandhari ambayo heshima yako imesimama pale. Kumhisi kwamba huyu ni mwizi, huyu ni mtu ambaye anatafuta kunizuru, sio rahisi. Amen. Yule akasema mimi ni nabii pia. Mungu ameniambia, ametuma malaika wake. Akaniambia mwambie yule arudi aje kula na kunywa hapa. Alipofanya yale, kinywa cha Mungu kikasema pale, kwa kuwa wewe umeasi amri zangu, ukaacha habari zangu, ukasikia ya mwanadamu, tazama utakufa. Mungu ni mwema. Tazama hutafika kwenu. Tazama hutafanikiwa. Tazama hutaniita nikakuitika. Tazama utakuwa mtu wa kutangatanga wewe. Tazama utailima nchi haitakupa mazao. Tazama anga lako litafungwa. Hutapata mvua za masika wala za vuli kwa nyakati zake, wala sakitu hutaiona. Hivi ndivyo tunavyoteswa na maamuzi yetu kwa kuwa tumemwacha Bwana na sheria zake. Amen. Jioni ya leo ni siku nyingine ambayo unatakiwa kusikia ujumbe huu. Wengine wanasema nitakwenda kusikia kesho. Usipofika utakuwa umepoteza roho yako, umeihami. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo akaonekana yule mtu wa Mungu ameuawa na simba. Halafu simba kama alikuwa na shida ya kumla, angemla, na kama mwanadamu ni mdogo katika kushiba kwake, punda alikwepo, kamdaka, kambinya pale, kammaliza, tayari akasimama pembeni, analinda mwili ili uje uchukulie, watu waone ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba Mungu anapoagiza kuwa makini. Baada ya pale yule baba akasikia taarifa, maana watu wanapita wanasema yule nabii bwana kauawa, tena na yule punda wako uliompa awe msaidizi katika safari yake, naye kasimama pembeni. Ikabidi aende akauchukue mwili na kuuzika mtu ambaye hahusiki katika familia ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu ambaye shetani amemwingia akamfanya yule baba kuwa ibilisi, kamwambukiza uibilisi. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa hiyo ikaonekana hivyo, na kwako pia inawezekana ikawa hivyo. Lakini kama utasimama katika maaso haya ninayokuambia, wewe ni mwingine leo. Sema amina. Amina. Leo wewe ni mbarikiwa leo. Sema amina. Amina. Wewe utaishi, hutakufa. Sema amina. Amina. Wewe ni miongoni wa watu wa kufanikiwa. Sema amina. Amina. Utapotoka kwenda kwenye interview, wewe utakamata namba 1. Sema amina. Amina. Utakapokwenda kuzaa watoto hospitalini, wakwako wataonekana huyu ni mtoto. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Na utakapotembea unaonekana mwanadamu anapita. Amina. Mungu ni mwema. Kila wakati. Tusiache mamlaka ya Mungu ikaenda zake. Tunajikosesha baraka nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Endelea. Simba akamlalua, akamuua, sawa sawa na neno la Bwana aliyomwambia. Akawaambia wanawe akasema, nitandikieni punda. Wakamtandikia. Akaenda akamuona yule maiti ametupwa njiani, na punda na simba wamesimama karibu na maiti. Yule simba
alikuwa akumla maiti wala akumlalua punda. Nabii yule akamtwaa maiti wa yule mtu wa Mungu, akamwekea juu ya punda wake, akamrudisha yule nabii mzee, akaenda mjini mwake kukaa matanga na kumzika. Akamweka maiti katika kaburi lake mwenyewe. Simama. Bwana Yesu asifiwe. Hapa natosha. Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii hakumaliza kazi. Nabii akajikuta anakwenda kulala mahali penye kiza. Okoa roho yako kuzishika amri za Bwana. Simama na mfumo wa kimungu, ndiyo msaada wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa namna nyingine yule nabii aliona kwamba yule nabii mwenzake hana msimamo, japokuwa alikuwa nabii wa uongo. Mimi nakuamini leo kwa maneno haya unakuwa kwenda mwingine, utakwenda kuwa mwingine, utakwenda kusimama na familia yako, utakwenda kuambia hata jirani zako, jamani, imani ninayoiamini mimi ni ya kweli, ina Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. 44. Aha. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Cha kwanza anashuti kwamba ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Ibilisi ana kazi gani? Twende. Na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Unapenda mali ya watu. Unaambiwa usitamani mali ya watu, wewe unapenda. Nabii yule ya njaa tu ndio mponza, akapoteza maisha yake. Penginepo wewe vazi tu limekutoa katika mfumo wa amani ya ndoa yako ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mungu ni mwema. Acha kutamani. Twende. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Yeye alikuwa ni muuaji tangu mwanzo. Tumeona simba yule katoka wapi? Yule nabii katoka wapi? Kumfuata nabii wa Mungu, nabii wa kweli, kwenda kusema neno la uongo ili apate kumwangamiza. Twende. Wala kusimama katika kweli. Wala alikuwa hana kweli ndani yake. Mungu ni mwema. Yule nabii alikuwa hana kweli ndani yake, ilikuwa kuna uongo ndani yake. Maana tumeambiwa pale mstari wa 19 alisema uongo. Mstari wa 18 we, hakumwambia kweli mwenziwe, alimwambia uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inathibitisha kwamba shetani ndiyo kazi yake. Anapokuja kwako utapambana na yeye katika habari ya kuletea kuzofisha, kukuzofishia imani yako, kukuharibia njia zako, kukuharibia imani yako pamoja na future yako. Ndio kazi yake. Mungu ni mwema. Kwa hiyo utauona uongo, utaona na mauti kama utaongozwa na shetani. Endelea. Kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake, asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Nami kwa sababu nasema iliyo kweli amnisadiki. Nami ni nani miongoni mwenu anishuhudie ya kuwa nina dhambi? Simama hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo tumemalizia ni kwamba hakuna mtu ambaye alisimama akamwambia Yesu una dhambi. Kwa hiyo kweli iko kwa Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tutazame Wafalme wa kwanza 18:20 mpaka 40. Kuna mambo, kuna mistari humo, nitaomba twende polepole. Wafalme wa kwanza 18:20 mpaka 40. Sasa hapa tunakwenda kumwangalia nabii Elia. Nabii Elia yeye alikuwa ni miongoni mwa watu wenye kusimama. Sasa tumwangalie naye alipona. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alikwenda sawa, alimaliza kazi, maana kipindi chake ni cha Mungu Baali. Huyu nabii alitumwa na Mungu kwenda kuwahubiria watu wa Baali. Watu wa Baali nao ni wauaji, watu ambao Mungu wao anataka kuona tu damu inamwagika. Mungu ni mwema. Ila wakati Elia akaogopa, akakimbiza roho yake. Elia akatumwa, akafatwa na malaika wa Bwana, akampa chakula na maji ya kula siku 40 ili aende kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anamwambia kuna watu 7,000 kule bado hawajamcha Mungu Baali.
bado wanatazama kweli Mungu Baali ni Mungu kweli, wanamwabudu kwa wasiwasi. Wako pale na waona, nenda kawahubirie wale waje kwangu. Amen. Elia alivyoyaona yale akaona sawa, ngoja niende. Akaondoka akaenda kule. Sasa yaliyofanyika pale ndiyo tunataka kuangalia. Njia za Elia zilikuwa ni njia ambazo zilimsaidia kumaliza kazi, au imani yake nayo ilikamatwa ikaangushwa? Naomba usome, msomaji. Wafalme wa kwanza sura 18. Naye akajibu, si mimi niliwataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako. Ndio. Kwa kuwa wameziacha amri za Bwana, nawe umewafuata mabaali. Basi sasa upeleke watu unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Karmeli. Sawa. Na wale manabii wa Baali 450 na wale manabii wa Ashera 400 walao chakula mezani pa Yezebeli. Basi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmeli. Naye Elia akawakaribia watu wote, akanena, mtasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu mtafuteni, mfuateni, bali ikiwa Baali ni Mungu, haya mfuateni yeye. Simameni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio imani ya Elia ambayo alimfahamu Bwana Mungu wake na akaamua kumwamini kwa ukweli kabisa. Na imani hii ndiyo aliyotumwa, nenda ukawaambie watu wanaomwabudu Baali. Baali alikuwa na manabii 450 na kulikuwa na manabii wengine 400, ni 850, anakwenda kupambana nao yeye mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imani yake ikatazamwa katika hali ya utendaji. Elia alikuwa ni mtendaji. Unapokwenda kwake angalia sana, unaweza ukarudi vibaya. Kwa hiyo Mungu akamtazama kwa mwenendo wa kiutendaji, akampa msaada ili akaokoe watu. Sasa wakati anakwenda pale akakuta watu, nabii Elia alijazwa Roho Mtakatifu, alijaa, akatambua leo ni leo, lazima kitaeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Akalijua hilo, leo kitaeleweka, maana yake Mungu yu upande wangu na atatoa majawabu. Amen. Na leo kama umekuja hivyo, kama roho yako imejazwa imani hiyo, na kuahidi utatoka kivingine hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo unakwenda kuyaona yale yote ambayo yalipotea. Utakwenda kuwaona wale watu wenye maana wanakupigia simu, unazungumza nao habari zenye maana, zenye mafanikio yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo utakwenda kuona ulichokuwa umekipoteza kinarejea tena, kinakuja chenyewe, kinakutafuta mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwema. Hususani wenye ndoa sugu, leo wanakwenda kuamua. Amen. Tunawangoja hapa madhabahuni, tuwaone, tuje tuchange, tufanye harusi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Uliodhulumiwa unakwenda kurudishiwa, maana Mungu unaomwamini anakusikia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukiaminiwa na Mungu, njia ni nyeupe, hakuna kitakachokubabaisha, huna utakaposhikwa shati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Elia alikuwa na imani hiyo. Tumwangalie, tuzidi kumwangalia. Alipita salama. Endelea. Wale watu hawakumjibu neno. Mstari wa ngapi huo? Mstari wa 21 unaendelea. Twende. Wale watu hawakumjibu neno. Ndio. Ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu, nabii wa Bwana. Ndio. Lakini manabii wa Baali ni watu 450. Watu 450 anapambana nao. Sasa Mungu anakwenda kusimamisha mahali penye jeshi kubwa, ukawa mshindi ni wewe. Mwamini tu, utayaona haya ambayo Elia alipewa
akamsujudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Aha. Kwa hiyo na watutolee ng'ombe wawili, wao wajichagulie ng'ombe mmoja. Wakamkatekate na kumweka juu ya kuni, wasitie moto chini. Nami nitamtengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana. Na Mungu yule ajibuye kwa moto awe ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Mazuri. Tuone. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tuone maneno ya Elia yataumba. Maana kweli ana Mungu huyu, lakini sisi na sisi tuna Mungu, tunataka tuone. Wakasema maneno yako kweli ni mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa imani hii ni imani. Hii ni imani. Mungu humfuata anayekuwa na imani na yeye. Mungu hukaa na mtu ambaye ana imani na yeye. Mungu humsikia yule amuombaye ambaye anauiana na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tunafundishwa hapa sadaka ya Karmeli, majibu yake ndio haya. Amen. Lakini kuna neno pale Elia atalifanya. Amen. Ambalo linasimamisha ule uhalisia, ule mwenendo ambao wewe unatakiwa kuwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwema. Endelea. Elia akawaambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe mmoja, mkamtengeneze kwanza, maana ninyi ndio wengi, mkaliite jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. Wakamtwaa yule ng'ombe waliopewa, wakamtengeneza, wakaliita jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema, Baali utusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Sawa. Nao wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya. Ndio. Ikawa wakati wa adhuhuri, Elia akawafanyia dhihaka akasema, mwiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo, labda anazungumza au ana shughuli au anasafiri, au labda amelala sharti aamshwe. Simama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaposikia adhuhuri ni jioni. Hilo zoezi la kuomba lilifanyika kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mungu hajasikia. Amen. Jamani, Mungu wetu anaposema niite nami nitakuitika, haya ndiyo makusudio ambayo anatuonyesha hapa. Maainisho haya ni kwamba Mungu wetu ana masikio. Ukisoma hata Zaburi ya 94 kuanzia 9 pale utasikia Mungu ana masikio, ana mikono, ana miguu, ana makanwa, ana asili ya kusikia na kufanya. Ndio maana yake. Mungu ni mwema. Sasa Mungu huyu tangu asubuhi anaitwa, hakusikia. Elia alikuwa na imani iliyokuwa na 100% kwamba Mungu wake yupo na ndiye aliyomtuma kwenda kuwahubiria watu wa Baali, atatoa majawabu leo. Mungu ni mwema. Kwa hiyo tuendelee kuangalia. Wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na vyembe kama ilivyo desturi yao. Sawa. Hata damu ikawachuruzika. Sawa. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyejibu wala aliyeangalia. Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia akatwaa mawe 12 kwa hesabu ya kabila ya wana wa Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Simama hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 32 kumbuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tendo la imani lilikuwa likisimamia asili ya imani. Ndio maana akachagua mawe 12 kusimamisha kabila za nani? Za Israeli. Ndiko alikojitukuza. Sasa leo unaweza ukawa kabila yako wewe ni Mbena, lakini mahali ulipo hutaki kueleweka kama wewe ni nani. Kabila yako wewe ni Mzigua, lakini mbele ya Wazigua au mahali ulipo hutaki kujionyesha kama ni nani. Kwa faida zako fichuka, uone, usomeke kwamba ni mtu mtanashati. Kwa sababu gani?
kitakachofuata, mtu wa mkoa gani huyu? Utakuwa umetakasa mkoa wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa Elia akayafanya haya. Weka mawe 12 hapa. Halafu mapipa mangapi ya maji? Twende. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo hayo katika jina la Bwana. Akafanya mfereji kama wa vipimo viwili vya mbegu. Sawa. Ukizunguka madhabahu. Ndio. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande vipande, akaweka juu ya kuni. Akasema, jazeni mapipa 4 maji. 4 hayo. Twende. Mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa. Sawa. Na juu ya kuni. Sawa. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya kwa mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya 3. Mapipa mangapi hayo jamani? Mapipa 12. Twende. Wakafanya mara ya 3. Yale maji yakaizunguka madhabahu, yakajaa pale. Imani hiyo, tunazungumzia imani ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Elia ana imani ya kweli. Twende. Akaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia na nabii akakaribia akasema, Bwana Mungu wa Ibrahimu, ndio, na wa Isaka, sawa, na wa Israeli, ndio, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiye Mungu katika Israeli. Simama hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamuita yule Mungu ambaye Elia anamwamini, akamwambia na ujulikane. Sijui kama litakushinda hilo neno katika habari zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unaosema nimeomba sana, kila nikienda natoa sadaka zangu zinaenda sana tu, sioni chochote. Wako watu wanaangalia sadaka zao, na kama unasomeka hivyo kwenye moyo, umepoteza, umepotea, umeachwa, kwa sababu Mungu ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Na wewe unatakiwa kumwamini katika hiyo roho. Toa, fanya, tenda, nenda alikokutuma. Acha alichokwambia acha. Amen. Elia anaonekana kwenye kufundishwa. Elia anaonekana kwenye kusimamia mafundisho. Elia anasimamia watoto watakao kuja nyuma, wakisimama wayaone haya. Wewe unaangalia watoto wako namna hiyo? Unawafundisha watoto wako neno la Mungu namna hiyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kusudio la mambo yale yote ni neno la Bwana kusimama milele. Akamtaja Mungu wa Israeli. Sio Mungu wa Elia, Mungu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ng'ombe akakatwa, akawekwa juu ya madhabahu. Twende. Na ya kuwa mimi ni mtumishi wako. Na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Kwa neno lako. Maana fanyeni kila jambo. Ukisoma Kolosai 3:17 inasema kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Umeona hapo? Paulo naye anatusisitiza katika Kolosai ile 3:17. Aliona hapa, akaona Mungu akamsimamisha Elia mbele za wapingaji, watu wasiomwamini Mungu wa kweli. Bwana akaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Endelea. Unisikie. Bwana. Unisikie. Sawa. Ili watu hao wajue ya kuwa wewe Bwana ndiye Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa, ndio, na kuni na mawe, na mavumbi ukayalamba yale maji yaliyokuwa katika mfereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu. Bwana ndiye Mungu. Ndio anayotaka Mungu hayo tu. Bwana ndiye Mungu. Bwana ndiye Mungu. Elia akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Simama kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa baada ya Mungu kudhihirika na kuonekana katika mfumo wa kutoa majawabu, na hilo ndilo Bwana aliyokuwa analitaka kuliona, kwamba anataka kuabudiwa yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Elia akamthibitisha Bwana mbele za watu wasiokuwa na imani na Mungu yule wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa Israeli. Yakafanyika aliyokuwa anayahitaji Bwana.
akaweza kutoa moto wenye kulamba, ukalamba sadaka ile na maji na kuni na kila kitu. Watu wakaanguka kifudifudi. Huyu ndiye Bwana, huyu ndiye Bwana, huyu ndiye Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa kosa sasa la mantiki ya somo hili, Elia ni mcha Mungu, nabii wa Bwana aliyefanya vizuri, aliyekwenda katika mifumo ya kimungu sawa sawa. Hapa ndipo alipoanguka. Akasema nikusanyeni, wakamateni manabii wa Baali. Manabii wa Baali wakamateni. Jamani, kuna sauti ya Mungu hapa. Aliambiwa Elia, ukishamaliza nikisha kujibu sadaka yako tayari ya mlima Karimeli imekwisha kuonekana, nimeweza kutuma moto, nimetamalaki, wakamate manabii wa Baali uwaue. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna hilo agizo. Sasa hapa akaongeza jambo lake, ndipo alipokusana na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni hatua ya kwanza hii. Bado tutaenda kuona huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akaongeza habari zake. Kule Ufunuo 22:18 tumeambiwa tuongeze neno au tusiongeze neno? Tusiongeze. Hapa Elia unamwonaje? Kasimama sawa sawa? Kafanyaje hapa? Kaongeza, kaanguka hapa. Si ndio hivyo? Ndio. Sasa katika kumwabudu Bwana angalia sana. Chunga sana. Usije ukajiona ni maarufu katika habari za kumwabudu Bwana, ndipo tunapoangukia hapo. Nyenyekea na kutetemeka kwa ajili yako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu mbinguni hakuna kushikana mikono, watu kwenda wameshikana mikono. Iliko andiko hilo, kila mtu atakwenda kwa namna yake, ambapo kazi yake ndio itakayopimwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Elia hapa ndio akajiangua. Mstari wa ngapi huo? Huo mstari wa 40. Mstari wa 40 huo. Elia akapoteza network, akavimba, anaua. Alitumwa kuua? Hapana. Elia akaua. Amri ya Bwana ya ngapi inasema usiue? Amri ya 5. Na mimi nilikuwa nawasikiliza hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amri ya 5 inasema usiue. Elia yuko ndani ya kuishi Torati, akafanya nini pale? Akaua. Hilo ndio kosa la Elia. Sasa tutakuja kumsikia Bwana Yesu, atakuja kutoa ili fumbo, atalifunua ili fumbo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Atatufunulia ili fumbo. Aliyoua anastahili kuuawa? Tunataka aseme Yesu, maana ndio kipindi hiki. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao waliainishwa kuua. Wao Mungu sikasema usiue. Lakini kuna watu waliambiwa nendeni mkaue. Mkawaue wale. Alisema Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ni Hazaeli. Wa pili ni Yehu. Hao wameambiwa, wamepewa ruhusa kwenda kuua wale watu wenye vichwa vingumu wale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wa mwisho ni Elisha mwana wa Yehoshafati bin Mechola. Hawa ndio waliambiwa wakaue, walipewa kibali na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile jemedari wa Bwana anavyoambiwa nenda vitani utanikuta. Hili ndio lilofanyika hapa. Kama Joshua alipata hii kwamba nenda utanikuta mbele nimekutangulia. Watu wakauawa kwa matofali ya nini? Ya barafu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye akapewa kibali cha kuwachinja wale wafalme 5 waliokuwa wamejificha katika Makeda. Mungu ni mwema. Kwa hiyo hii ruksa nayo ilitoka hapa kwa Elia, kwamba katika kipindi chake hakuruhusiwa kuua, bali waliotakiwa kuua ndio hawa: Hazaeli, Yahu, Elisha mwana wa Yehoshafati, Mechola. Hapa unapata katika Wafalme 19:17. Naomba utusomee hiyo kuthibitisha hilo. Na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Hazaeli, Yehu atamuua, na atakayeokoka na upanga wa Yehu, Elisha atamuua. Pamoja na hayo nitazijazia katika Israeli watu 7,000